30 Juni mwaka huu hili kundi lilikuwa limeshalipwa 85% ya amana zao. Malipo haya yalifanywa kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza walipwa 30%, awamu iliyofuatia 25%, na awamu ya mwisho, awamu ya tatu, walipwa 30%. Na majumuisho ya malipo ufilisi kwa awamu ya kwanza, pili na tatu ni kwamba kufikia tarehe hiyo kwa awamu zote tatu wateja 986 ambayo ni sawa na 69.73 kati ya wale wateja waliotaja 1414 walikuwa wameshalipwa fidia ufilisi kwa kiwango cha 15%, sawa na shilingi milioni 26.02 kati ya milioni 29.9. Na idadi ya wateja ambao hawajalipwa hiyo fidia ya ufilisi kwa sababu mbalimbali hadi tarehe hiyo 30 Juni ni 428 kati ya wadai wale waliotaja 1414 ambao ni sawa sana 30.27. Madai yao ni kama milioni 3.9 milioni. Na sababu ningependa kujua pia kwamba kwa nini hao watu hawajalipwa ni kwamba hawajawasilisha madai yao. Wakiwasilisha tutawalipa kwa sababu fedha zipo. Na ningependa zilizofanya katika ufuatiliaji wa mali za benki hii, DIB imefanikiwa kukusanya kiasi kinachotosheleza malipo ya kiwango cha 15%. Kumbuka nilisema mwanzo walikuwa wamelipwa 85%. Sasa tumepata kiasi ambacho kinatosheleza kulipa 15% iliyobaki. Kwa mujibu wa utaratibu, DIB iliitisha kikao cha kamati ya wadai. Kwenye mchakato huu unakuwa na kamati ya wadai ambayo iliketi tarehe 29 Julai ili kuidhinisha haya malipo ya 15%. Baada ya kupata idhini ya kamati, tayari DIB imeanza mchakato malipo kwa wateja husika. Sasa ukamilifu kwa malipo haya utafanya wateja wa Tanzania walioweka fedha zao kwenye benki hii kuwa wamelipwa 100%, kitu ambacho si cha kawaida. Benki ikifilisika au kampuni yote ikifilisika, utarajii wadai wakalipwa 100%, lakini hili limewezekana kwa benki hii. Tunasema nini kuhusu malipo ya wadai wengine wa hii benki? Kwa sababu tumezungumzia kuhusu wadai ambao walikuwa na amana, depositors, lakini katika hali ya kawaida benki au kampuni inapofanya biashara bila shaka inakuwa na wadai wengine. Sasa wadai wengi baada ya kulipa wateja wa Tanzania waliokuwa na amana kwenye benki ya FBME, DIB ikishirikiana na mfilisi wa tawi la Cyprus wanaendelea kukusanya mali ili kuweza kuwalipa wateja wenye amana waliosalia, ikiwa ni pamoja na wateja wa kimataifa wale wanaozungumzia kwa nje ya nchi na wale wa tawi la Cyprus. Hii benki ilikuwa na operations Tanzania, lakini pia kulikuwa na branch kubwa Cyprus. Lakini mchakato huu unafanywa kwa ushirikiano. Kwa hiyo kutakuwa na nguvu kubwa itaelekea kwa ajili ya kulipa hao wateja wa Tanzania wa kimataifa pamoja na wale wa tawi la Cyprus. Na mtiririko huu ambao tunaanza na wadai waliokuwa na amana, alafu kisha yanakuja makundi mengine, ni utaratibu ambao umewekwa kisheria. Kwa hiyo tunachoweza kusema wakati huu ni kwamba kwamba mpokee taarifa na wananchi waweze kuipata kupitia kwenu. Na napenda kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru wateja wa hii benki kwa sababu wamevumilia kwa muda mrefu. Kama nilivyosema, benki iliingia kwenye ufilisi muda mrefu uliopita. Kwa hiyo tunawashukuru kwa uvumilivu wao mpaka tumefikia hatua hiyo kulipa 100%. Aidha, sisi kama taasisi tunaishukuru serikali kwa ushirikiano, ushauri na miongozo mbalimbali ambayo imewezesha kufikia hatua hii ya ufilisi wa hii benki. Serikali imekuwa na mchango mkubwa kwenye mchakato huu kwa sababu imekuwa ni swala la kitaifa. Tujue kwamba ni benki yetu, lakini ilikuwa na wateja kutoka nje. Kwa hiyo serikali ilikuwa inataka kuona kwamba
taasisi zake au kama nchi wateja au wawekezaji kutoka nje wapate sura nzuri ya Tanzania, kwamba isionekane kwamba wameweka pesa zao Tanzania kisha zimepotea. Kwa hiyo serikali imetupa ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha kwamba tunakamilisha huu mchakato vizuri kwa ajili ya kuongeza imani ya wateja kwenye mfumo wetu wa benki. DIB inawashauri wananchi kuendelea kuweka amana zao benki na taasisi za fedha, lakini zenye leseni ya Benki Kuu ya Tanzania.